Bwana mambo vipi? Farid hapa kutoka Mitambo TV na kukaribisha sana katika channel yangu. Ikiwa bado hujasubscribe katika channel hii ya Mitambo TV, bonyeza button nyekundu ambayo imeandikwa subscribe ambayo inapatikana upande wa kulia hapo chini. Mabwana, katika video yetu ya leo nimepanga kuzungumzia madhara ya utengenezaji wa pesa kupitia application bila kufanya kazi yoyote. Nieleze tu kiufupi kwamba maisha sasa hivi yamebadilika. Teknolojia imekuwa kwa kasi sana. Hivyo kutokana na teknolojia kukua inapelekea hata utafutaji wa pesa, yani njia za utafutaji wa pesa zinakuwa ni rahisi mno. Umeona kuna njia tofauti za utengenezaji wa pesa, hususan katika online, yani kwamba kuna njia tofauti za kutengeneza pesa online. Tofautisha na maisha ya zamani watu walivyokuwa wanaishi katika, yani kipindi hicho internet haijakuwa na soko kubwa. Sasa kuna njia nyingi ambazo za kutengeneza pesa kwa kutumia, yani online inamaanisha. Kuna njia nyingi sana za kutengeneza pesa. Kuna njia nyingine ni nzuri, lakini kuna njia nyingine ni sio nzuri. Hususan kuna njia moja kama hii ambayo nimepanga kuizungumzia katika video hii, njia ya utengenezaji wa pesa kupitia application bila kufanya kazi yoyote. Naweza tu nikakupa dondoo fupi, yani maana halisi, yani kwamba ya kutengeneza, yani nikizungumzia namna ya kutengeneza pesa au nikizungumzia utengenezaji wa pesa kwa kupitia application bila kufanya kazi yoyote. Kwa mfano, labda nikupe mfano mmoja. Kwa mfano, Marekani labda inahitaji kuichunguza Tanzania. Labda inahitaji kufanya research kuhusiana na Tanzania, labda maisha yetu yako vipi, mbona changamoto zetu ziko vipi. Sasa unakuta ile nchi mfano kama Marekani, kuna mashirika special ambao wao kazi yao ni kufanya research. Kazi yao kufanya utafiti katika sehemu, katika nyanja tofauti. Kwa hiyo unakuta labda mfano Marekani inaweza ikawapa kazi hiyo kampuni kama bwana, tunahitaji kufanya research katika labda mfano nchi ya Tanzania ili tujue watu wao wanaishi vipi au na changamoto zao zipo vipi. Sasa unakuta wao kampuni kama kampuni kuja kutuface sisi direct, kuja kufanya research inakuwa ni ngumu. Umeona, kwanza pia wanaweza kupata information ambazo si za kweli, kwa sababu mtu anapokuja face to face inakuwa ni rahisi sana kumdanganya. Umeshaona? Kwa hiyo wao wanachokiamua, wanachokifanya, wanatengeneza application ambayo ukiinstall katika simu yako hautakuwa unafanya kazi yoyote. Ukiinstall tu application yao katika simu yako, unahitajika tu ile application umeinstall. Umeshaona, ukisha install unaacha wewe unatumia simu yako kama kawaida, kama ulivyokuwa unatumia zamani. Kwa hiyo ile application inachokifanya inachukua, yani inakusanya research, inafanya research katika simu yako, inakusanya taarifa, alafu baadaye zile taarifa au tuseme data zinatumwa katika ile kampuni. Zinapotumwa katika ile kampuni inachokifanya inafanya analysis, inafanya uchambuzi kutokana na zile taarifa ambazo zimekusanywa na application yao. Baada ya hapo wanaziwasilisha sasa katika sehemu husika ambayo waliwaagiza ili waweze kufanya hiyo research. Baada sasa ya kufikisha hizo taarifa, kwa hiyo huenda ile kampuni inakuwa inalipo, wanaweza ikapewa pesa. Labda inapopewa pesa ile kampuni, na wewe ndio inakuja na kulipa kiasi cha pesa kulingana na ile research ambayo umeifanya kupitia wewe kwa kuinstall application yao katika simu yako. Kwa hiyo unakuta mtu unainstall tu application au ufanye kazi yoyote. Umeona, kwa hiyo baada unakuta labda kwa mwezi unaweza kuwa unalipwa labda dola 4, inategemea na kampuni na hiyo application, kwa sababu kuna kampuni zinatofautiana na application pia zinatofautiana. Kuna nyingine unalipa labda dola 5 kwa mwezi, nyingine dola 10. Unaona? Sasa leo tunataka nizungumzie madhara ya utengenezaji wa pesa kupitia application bila kufanya kazi yoyote. Alafu baada ya kujua madhara ya utengenezaji wa pesa kupitia application hizi, pia nimetoa na ushauri. Kama mfano wewe unahitaji kutengeneza pesa online, njia gani ambazo zitakuwa bora kwa wewe kuzifuata ili uweze kutengeneza pesa online ukiwa salama bila matatizo yoyote. Kabla tujaanza kuona madhara ya utengenezaji wa pesa kwa kutumia application bila kufanya kazi yoyote, umeona, nilikuwa nataka tuone baadhi ya application ambazo zinaweza zikakulipa wewe, umeona, bila yani kwa kuinstall tu application yao
unaona, wao wakakusanya taarifa zako, data zako, unaona, wewe ufanye kazi yote. Sasa moja ya application inaitwa Nielsen Mobile Panel. Unaona, hii ni application ambayo nasema it's pay you for simply installing the app in your mobile device. Yani hii inakulipa, application hii inakulipa endapo tu wewe unapoinstall the application katika simu yako. The app works silently in the background. Application inafanya kazi kimya, umeona, collecting data about your internet behavior and sending it to Nielsen. Kwamba application inakusanya taarifa kuhusiana na wewe jinsi unavyotumia internet yako, umeona. Baada hapo zinachukuliwa zile taarifa, zinatumwa sasa katika hiyo kampuni ya Nielsen. Anasema as a member of Nielsen Mobile Panel you will earn up to $4.2 kwa mwezi. Anasema unapokuwa tayari sasa umeshainstall ile application yao, na hiyo application inapoanza kukusanya taarifa sasa katika simu yako, basi utakuwa na uwezo wa kulipwa $4.2 kwa mwezi, ambao kwa mwaka kwa kiwango hiko ni sasa kama na $50 hivi kwa mwaka, ambao $50 ni sasa kama na 115,000 hivi. Umeona, ambao na just yani unatumia tu simu yako kama ulivyokuwa unatumia kawaida. Ufanye kazi yoyote, application umeinstall inakusanya taarifa zako, inatumwa, lakini wewe kwa mwezi unakuwa unalipa $4 kila mwezi. Kwa mwaka unaweza ukalipa $50. Hiyo ni moja ya application ambayo unaweza ukiinstall, unaweza ukalipwa ukapata pesa bila wewe kufanya kazi yoyote. Application ya pili inaitwa PlaceD Panel App. PlaceD Panel App is the one way PlaceD collects data. Hii pia ni moja ya application ambayo inakusanya taarifa katika simu yako. Once you install the panel app, it runs in the background of your device. Utapoinstall sasa hii application ya panel app, inafanya kazi kama kawaida. It automatically collects information about your phone and where you travel. Application hii automatically yenyewe baada tu ya kuinstall inakuwa inakusanya taarifa kuhusiana na simu yako na wewe wapi ambao unasafiri. Yani ukisafiri, maana yake application inajua sasa hivi umetoka sehemu fulani umeenda sehemu fulani. Ambao kupitia application hii ya PlaceD Panel App utalipwa $5 kwa mwezi. Kwa application hii wao wanakulipa $5 kwa mwezi, ambao kwa mwaka ni sawa na kama $60 hivi. Unaona, ambao kama ukiangalia katika screenshot ambayo nimekuwekea hapo, mfano wa panel app, unakuwa kuna point ambayo wewe unakuwa unapewa. Yani kile application kile inavyokusanya taarifa katika simu yako, kuna point unakuwa unapata. Lakini pia kila unavyosafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, application pia unazidi kupata pointi. Hizo pointi baadaye ukija katika hii sehemu ambayo imeandikwa redeem now, ndio utakuwa unaweza kuichange sasa hizo pointi kwenda kwenye dola, ambazo kila mwezi ndio utakuwa unaweza kama ni posho yako ambao au kiwango cha ambacho wao wanakulipa baada ya kukusanya taarifa katika simu yako. Application ya tatu inaitwa Media Insider Panel. Is an app that is used to gather research on your phone. Pia ni application ambayo inatumika kufanya research katika simu yako. Once installed, it will run quietly in the background. Na kuinstall itafanya kazi kimya kabisa, umeshaona, slowly gathering information. Taratibu kabisa hii application inakuwa inakusanya taarifa zako. This data is then sold off as market research. Hizi data baadaye zinaenda kuuzwa ni kama research, ni kama ni research. And you as a user will get a small portion in the form of cash. Na wewe sasa mtumiaji ambao kupitia simu yako watu wamekusanya taarifa zako, wewe utapata pesa kama posho in the form of cash, katika mfumo wa pesa. Absolutely no work is required other than installing the app and cashing out. Unaona, yani kiufupi kwamba hakuna kazi yote ambayo inahitajika wewe ufanye zaidi ya kuinstall application katika simu yako na baadaye unaweza ukalipa. Anasema you just have to leave it running. Unahitajika uiache inafanya kazi, yani usiclose your application. You can earn $15 per month. After week you can get $5 bonus. Umeona kwamba kwa application hii ya Media Insider Panel utaweza kulipwa kwa mwezi $15. Umeona, lakini kwa application hii kila baada ya wiki, umeona, nadhani baada endapo watapokuwa wamepata labda
application na umepata information muhimu sana katika simu yako, wanakuwa nakupa $5 kama bonus. Umeona? However, per year you can earn up to $240. Kwa hiyo sasa kwa mwaka kwa application hii ya Media Insider Panel unaweza ukalipwa $240, ambazo hizo $240 unalipwa wewe bila kufanya kazi yoyote. Unaona, just tu kuinstall application katika simu yako. Sasa kwa mimi nimefanya research fupi kupitia hizi application, nikaona ni application ambazo si nzuri, ni application ambazo huenda zikawa zina madhara makubwa. Unaona, ila kwa sababu sisi ni watu ambao tufuatilie vitu tunachukulia easy, lakini kuna vitu sio vya kuchukulia easy. Nimefuatilia baadhi ya video nyingi sana katika YouTube. Watu wengi sana huwa wanawashawishi wenzao, umeona, wanawashawishi wenzao kuweza kuinstall hizo application ili kuweza kupata pesa kirahisi. Unakuta tu mtu anakuandikia katika YouTube yake, video yake kwamba wana install application hizi, ni application bora, unaweza ukalipa kwa mwezi labda bila kufanya kazi yoyote. Umeona, au upata labda $5 kwa mwezi bila kufanya kazi yoyote, au upata labda mfano unalipa $240 labda bila kufanya kazi yoyote. Hizi ni watu wengi sana YouTube wanatumia kwa video hizi kuwashawishi wenzao ili kuweza kuingia katika hizi application, ili mtu wamrahisishie kwamba eti ni kitu ambacho akiinstall tu anapata pesa kiurahisi bila kufanya kazi yoyote. Unaona, kiufupi bana, ndugu yangu ambao unaangalia, au rafiki yangu au dada yangu au kaka yangu, kwamba hakuna pesa ambazo ni rahisi ambazo mtu kuzitafuta kiifu. Unaona, pesa yote lazima utafutie jasho, pesa yote lazima ufight. Unaona, katika namna moja ama nyingine, lakini kwa halali. Unaona, lakini hakuna pesa hiyo kirahisi ambayo mtu anaweza kukwambia akakushawishi umeshaona eti kwamba hiyo pesa wewe ukaje tu ukaitengeneza kiurahisi. Sasa haya ni baadhi ya maswali ambayo unahitajika ujiulize kwanza kabla hujaweza kuinstall application zao, au kabla hujashawishika wewe kuweza kuinstall hizo application ili uweze kutengeneza pesa bila kufanya kazi yoyote. Swali la kwanza ambalo unahitajika ujiulize kwamba why should they pay you without doing any work? Yaani kwa nini wao wakulipe wewe bila kufanya kazi yoyote? Swali la kwanza kabisa unahitajika ujiulize. Wewe ambao unahitaji kuingia katika biashara hiyo labda, umeona, au tayari ushaingia, umeona, unatengeneza pesa bila kufanya kazi yoyote. Swali la kwanza unahitajika ujiulize, why should they pay you without doing any work? Kwa nini wakulipe wewe bila wewe kufanya kazi yoyote? Utaona kwamba wanakulipa ili bila kufanya kazi yoyote, na hata ukisoma maelezo yao ni namna ya kukushawishi wewe tu kwamba uone kwamba kuna njia rahisi za utafutaji wa pesa na wewe uchukulie easy. Yaani ujisahau wewe mwenyewe kujua kwamba kwa nini wao wakulipe tu afu ufanye kazi. Hivi kweli mtu anaweza akaja tu akawa anakulipa pesa afu bila kufanya kazi? Kwa nini wakulipe? Umeona, lazima kuna kitu ambacho utakuwa unakihitaji kutoka kwako. Swali la pili ambalo unahitajika ujiulize, what kind of the information do they take from your phone? Taarifa zipi ambazo wao wanazichukua katika simu yako? Kwa sababu ukisoma maelezo ya hizo application zao hawajaonyesha, hawajaspecify kwamba katika simu yako wanafanya research sawa, lakini je, ni taarifa zipi ambazo wanazichukua? Hawajaweka wazi. Sasa hilo swali unahitajika wewe ujiulize wewe kwamba taarifa zipi ambazo wao wanazichukua katika simu yako? Hiyo swali la pili. Swali la tatu, after taking your important information from your phone, what are they going to do with it? Hawa katika hizo kampuni sio kwamba wanachukua taarifa zozote hizi. Kuna taarifa muhimu ambazo wanazichukua katika simu yako. Sasa swali ambalo la tatu unahitajika ujiulize, baada ya kuzichukua hizo taarifa muhimu katika simu yako, wao wanaenda kuzifanyia nini hizo taarifa zako wewe muhimu ambazo wao watazichukua? Wao wanaenda kuzifanyia nini? Swali la 4 ambalo unahitajika ujiulize, how important is your information to them until they pay you money? Hizo taarifa sasa ambazo wameshazichukua kwa wewe au wanataka kuzichukua kwa wewe, zina umuhimu gani kwa wao mpaka wewe waweze kukulipa pesa? Hayo ni maswali ambayo ukimsingi kabisa, ni manne ambayo ukikaa ukijiuliza utajua kabisa kwamba hizi ni application ambazo si nzuri na hazifai kabisa katika utengenezaji wa pesa, hususan kwa kulipa $5 tu kwa mwezi au $15 kwa mwezi, afu mtu unampa information zako ambazo huenda baadaye akaja ataka kudhuru katika njia yoyote ile ambayo yeye mwenyewe ataamua, kwa sababu kwenye simu huwezi kumdanganya mtu. Anapoitrack simu yako
kwamba anachukua taarifa zako, kila kitu ambacho unachomwambia, yani kila kitu ambacho anachokichukua ni cha kweli. Unaona, kwa sababu utawasiliana na watu, utachati. Unaona, kwa maana yake yeye atapata information ambazo za uhakika, ambazo ni za kweli, ambazo zinazokuhusu, ambazo baadaye huenda akazitumia vibaya au akaweza kukufanya kitu chochote wewe na bila kuweza kufanyaje, bila kuweza kujua sehemu gani ya kutokea. Kwa haya ni maswali ambayo ni manne ambayo ni muhimu sana, ambayo ukiyafikiria au ukijiuliza, umeona, unajua kabisa kwamba hizi ni application ambazo si nzuri katika utafutaji wa pesa. Kuna njia nyingi sana za utafutaji wa pesa, lakini kwa njia hii, kwa mimi binafsi na washauri, umeona, kwamba hii ni njia ambayo si nzuri katika utafutaji wa pesa. Sasa ushauri wangu labda kwenu, kwa wewe ambao unaangalia hii video yangu, au kwa wewe ambao bado hujapata nafasi ya kuweza kuingia katika hizo application zao. Sasa huu ni ushauri ambao mimi nakugea kwamba the best way to make money online, na kuelekeza au nakugea ushauri kwamba au na kujaribu labda kukuondoa katika njia hizo, kwamba njia gani ambazo ni bora za kutaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Njia ya kwanza kabisa kwamba ni YouTube, ambayo mimi naona kwamba ni njia ambayo ni salama, ni njia ambayo haina matatizo yoyote, unaweza kutengeneza pesa maana na wewe kabaki salama. YouTube is a video sharing service where users can watch, like, share, comment and upload their own videos. Nadhani kila mtu anaifahamu YouTube ni nini. Ni sehemu ambapo watu wanashare video zao, umeona, ambao watumiaji wanaweza wakaangalia, wakalike au wakashare, wakacomment, na wao wenyewe wakaweza kufanya kuupload video zao, ambao kwenye YouTube sitoelezea sana jinsi inavyofanya kazi. Nitakupa tu mwongozo, unaona, sababu nitatengeneza video ambayo itakuwa inaelezea kabisa namna ambavyo YouTube jinsi inavyolipwa na namna kufungua account, na nitatengeneza video nyingine. Lakini kwa hii nitakupa tu mwongozo namna gani YouTube inavyofanya kazi na namna gani mtu anaweza kupata pesa kupitia YouTube. Kiufupi, kwenye YouTube kufungua account ni bure. Umeona, unafungua tu just ni email yako tu basi. Ukishafungua account yako, utakuwa na uwezo wewe wa kufanyaje, kuweza kuupload video katika account yako ya YouTube. Sasa unapo-upload video kuna kitu kinaitwa subscriber. Subscriber ni mtu ambaye anakuwa anajisajili. Ni mtu ambaye anakuwa anajisajili katika channel yako, anakuwa ni tuseme kama followers kwa lugha nyingine, anakuwa anakufuata, mtu ambaye anakuwa kavutiwa na channel yako, hataki kipitwe kitu katika channel yako, kwa ana subscribe. Akisubscribe maana yake video yoyote ambayo utaiweka yeye anapata notification kama message. Mbona labda Mitambo TV kaeka video fulani ambayo anakuwa rahisi sana kuangalia ile video, sio mpaka aingie kwenye YouTube aanze kutafuta video fulani au atafute channel fulani aweze kuangalia. Sasa kwa sheria ya YouTube, ili wakulipe, wale subscriber wanahitajika wafike 1000. Wakishafika 1000, pia kuna wale watch time hours, ambao ni watu ambao muda wote wanabidi wanaangalia katika account yako, muda wote wanabidi wana view video katika account yako. Wale wanabidi wafike 4000, ambao unaweza kuona ni watu wengi sana, lakini ukifikisha subscriber 1000 au watch time hours inakuwa ni rahisi sana kufika. Kwa hiyo ukishafikisha hivyo vigezo, YouTube sasa utaunganishwa account yako ya YouTube na Google AdSense, ambapo Google AdSense ni inahusiana na matangazo. Matangazo yote ambayo yanapatikana katika Google yapo katika Google AdSense. Sasa connect account yako ya YouTube na hiyo account ya Google AdSense, ambapo ukiconnect utaruhusu video zako kuweza kupita matangazo. Sasa kila mtu mmoja anapofungua video yako na akaangalia tangazo, wewe ndio unapokuwa unaingiza pesa. Kwa hiyo watu wanapokuwa wengi wanaangalia yale matangazo katika video yako, ndio namna ambavyo wewe utakokuwa unaingiza pesa zaidi. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ambayo naona mimi ni bora, umeona, au ni kama ushauri, umeona, kwa mtu yote ambaye anaangalia video hii kwamba YouTube ni njia ambayo ni nzuri na salama kuweza kutengeneza pesa mtandaoni. Njia pili ni naweza nikaizungumzia kama become freelancing. Freelancing ni mtu ambaye anajitegemea. Maana freelancing ni mtu ambaye anajitegemea. Umeona, is the one where a person works for themselves, watu wanafanya kazi wao wenyewe, rather than for a company, and often referred as to independent contractors. Mtu anafanya kazi, watu ambao wanafanya kazi wenyewe kwa kujitegemea, kama tuseme kama mfanya biashara binafsi, ndio tunaweza kusema freelancing.
umeona, rather than for a company, ambao wao wafanye, sio kwamba wanafanya kazi labda kwenye kampuni, and often referred to as independent contractors, ambao hawa wanaweza tukasema kama ni wale ambao wafanya kazi ambao wao independent, ambao wanajitegemea umeona, ambao ukitaka kufanya naye kazi na kuwekea mkataba, lakini anakuwa ni part time, sio mtu ambaye labda unamwajiri. Anasema freelancers are hired by other companies on a part time or short term basis. Kama unaajiriwa, basi unaajiriwa kwa part time, yani ni muda ambao wa ziada, sio mtu ambaye au kwa muda mfupi, sio mtu ambaye anaajiriwa eti kwamba labda kwa mwezi anasubiria kiasi fulani alipo, au kwa wiki anasubiria kiasi fulani. Anaajiriwa kwa part time, kwamba anapewa pesa, anafanya kazi, amemaliza. Huyo ndio unaweza kusema freelance. But they do not receive the same compensation as a full-time employees or have the same level of commitment to any particular company. Kama nilivyosema kwamba hawa ni watu ambao wao wanafanya kazi part time, sio kwamba ni mtu ambaye labda anaajiriwa, mwajiriwa kabisa kalipwa kwa muda, labda kwa mwezi au mwezi. Umeona? Kwa hiyo hii ndio freelance. Sasa njia nyingine bora ya kutengeneza pesa kwa njia ya mtandao ni become freelancing, kuwa ni mtu wa kujitegemea. Sasa je, unakuwa vipi mtu wa kujitegemea? Endelea kufuatilia video hii ili uendelee kuweza kujifunza. What is freelancing website? Kuna kitu kinaitwa freelancing website. Tulishasema freelancing ni mtu ambaye kujitegemea. Sasa je, kwenye mtandao unajitegemea vipi? Kuna kitu kinaitwa freelancing website. Kuna website za watu ambao wanafanya biashara za kujitegemea. Nasema is an platform that allows buyers and sellers to connect so they can buy and sell digital services. Kwamba hizi ni website hizi za freelancing ni platform ambazo zinawaruhusu wauzaji, wanunuaji na wauzaji kuweza kukutana, so ili mradi wao waweze kufanyaje, waweze kuuziana au waweze kununua digital services, yani vitu ambavyo viko katika mfumo wa kidijitali, yani katika mfumo wa online. Sasa mfano wa freelancing website, kuna zipo website nyingi sana ambazo zinahusiana na mambo haya ya biashara za kujitegemea. Sasa mfano yake, kuna website moja inaitwa Fiverr, umeona, kuna nyingine inaitwa TopTop, kuna nyingine inaitwa Freelancer, kuna nyingine inaitwa Upwork, kuna nyingine inaitwa Zack, kuna nyingine inaitwa Guru, People Per Hour. Hizo zote ni examples ya freelancing website ambao kama utahitaji kutembelea unaweza ukaingia ukaona jinsi gani ambazo unaweza ukatengeneza pesa kupitia website hizi. Sasa one of the example that demonstrate how freelancing website work. Na nakupa mfano mmoja wa website moja, kwa sababu hapa kuna website nyingi sana. Siwezi zote nikazielezea katika video hii. Ila hizi website zote ambazo zinafanya kazi kama freelancing website. Ni website za watu ambao wanajitegemea. Kwa hiyo ufanyaji kazi wake unatofautiana kwa kiasi kidogo sana, lakini zote yani zinafanya kazi the same kwa sababu zote ni freelancing website. Sasa nitakupa mfano mmoja katika website hizi. Nitaelezea website ya kwanza ya Fiverr, ambao hii ni website ya freelancing ya mtu ambaye anaweza kufanya kazi kama anajitegemea, umeshaona, ambao ukipata mfano huu ndio utaweza kujua au kuziweza kuzielewa hata zile website zingine zote, kwa sababu ni website ambazo zote zinakuwa zinafanana au zinafanya kazi kwa pamoja. Fiverr, kwa mfano kama Fiverr is the world's largest marketplace for digital services, offers both buyer and the seller a digitally streamlined transaction platform. Fiverr hii ni tuseme ni world's largest marketplace, ni website au ni sehemu ambayo ni market, umeona, kwamba soko ambalo ni kubwa sana katika dunia waweza kuuziana vitu vya online, ambao inawaruhusu wanunuaji au wauzaji na wanunuaji kuweza kufanyaje, kuweza kufanya biashara kama unavyofanya biashara za kawaida hizi, lakini wao wanafanya kwa online. Ambao kwa hii Fiverr, kwa mfano wa Fiverr yani inakuchaji asili. Kuna kitu kinaitwa gig katika hii Fiverr, ambayo tunasema gig ni kama, kwa mfano wake kama ni trade, umeona, mfano wake kama trade. Kwa Fiverr hii inamchaji yule muuzaji ambaye anauza bidhaa, labda mfano inamchaji 20% kwa kila biashara ambayo iko chini ya $40. Kwa mfano kama labda unamuuzia mtu kitu labda
katika hii Viva, wao wana kazi yao, wanakutafutia wateja wanakutafutia wao, wanafanya matangazo kwamba ukihitaji biashara yoyote, labda ukihitaji madesigner, ukihitaji kitu chochote, mwana biashara yote, njoo kwenye Viva. Kwa wao kazi yao wanakuwa wana promote ile website yao na kutafutia wateja. Kwa hiyo unachokifanya tu unakuwa unaingia katika ile katika ile website, unatengeneza account yako, unaweka profile zako, utaandika jina lako, utaandika kazi unazozifanya, utaweka una examples za kazi ambazo unazifanya. Kama mfano ni designer, andika jina lako, kazi zako za ambazo tayari ushazifanya, uzoefu wako wa kazi, umeona mifano ya kazi yako ambayo umefanya. Kwa hiyo yule mnunuzi sasa, umeona mnunuzi sasa ambao ni buyer, akiingia katika hiyo account anaona wale madesigner, mfano labda anataka madesigner, ana search pale madesigner, mnakuja madesigner wote. Kwa hiyo anaangalia design mmoja kazi zake, umeona, anaangalia labda mfano gharama zake, na gharama pia unaweka, umeshaona, anaangalia vitu vyote hivi, uzoefu wako wa kazi, umeona. Akivutiwa na wewe anakucheki, mnachati humo katika mtandao wa Viva, mnachati, anakucheki kama bwana, mimi nimependa kazi yako, nataka unitengenezee kazi fulani, kiasi gani, umeona, uona mabana kiasi. Kwa kiasi kikiwa chini ya $40, Viva wanakuchaji 20%, umeona, wanakuchaji 20%, ambao kwa mfano kama labda umemfanyia mtu kazi ya $5, umeona, ni sawa sawa kwamba Viva wao wanakata $1. 20% ya $5 ni $1, nakata $1, kwa $4 wewe ndio utaweza kufanyaje, utaweza kupata. Huu ni mtandao ambao wa freelancing, ambao ni njia ambayo ni bora sana, ni ukihitaji kutengeneza pesa online unaweza kutumia kwa becoming freelancing, umeona. Njia nyingine naweza nikazungumzia njia ya tatu, kwamba njia bora ya kutengeneza website, njia bora ya kutengeneza pesa online ni ku create online course, umeona. Pia unaweza ukatengeneza online course, yani kwamba mtu, kwa mfano unajiangalia wewe una ujuzi gani, labda wewe una ujuzi labda mfano wa kuprint, au una ujuzi labda wa kufanya chochote, labda wa kufundisha, unaweza ukatengeneza online course, umeona. Hizo online course unaweza kutengeneza kupitia YouTube, labda mfano ukatengeneza channel ya YouTube ambayo kazi yako kwa unafundisha tu labda masomo ya shule, umeona. Hizo ndio inaitwa online course, ambapo mtu akiingia pale anajifunza, anakuwa kama yuko darasani. Au unaweza kutengeneza website, ambazo website ukaona unatoa tu course fulani kutokana na wewe ujuzi wako uliokuwa nao, labda unataka kuwafundisha watu ambao watu watakuwa wanalipia, umeona. Hii ni njia bora sana ambayo ni salama ya kuweza kutengeneza pesa online, umeona. Au njia nyingine ya mwisho, unaweza become a typist. Unaweza kama mfano unahitaji kutengeneza pesa online, umeona, unaweza kuwa typist, mtu ambao unachapa maandishi, labda unaandika kazi za kutype, umeona. If you seek the best way to make money online, you can be a typist and make money when you are home, whereby you can earn $4 up to $6 per page. Ambao hii typist, umeona, unaweza kutengeneza pesa ukiwa nyumbani, ambao unaweza ukaingiza $4, umeona, mpaka $6 kwa peji moja tu, ambao peji moja hiyo inahitajika iwe na maneno 2000, umeona. Na mfano wa example, na mfano wa website hiyo, umeona, ambayo inatafuta watu ambao wako type, inaitwa HireSign. Website yake ni hii hapa, inaitwa HireSign, unaweza ukaicheki wewe mwenyewe. Hii ni website ambayo inahitaji watu ambao wako type. Kuna aina mbili, kuna watu wa online na watu wa offline. Online uhitajiki kuidownload ile document alafu ukaichape wewe mwenyewe peke yako. Online unakuwa unichapa hapo hapo, ambao unakuwa unakulipa, kwa hiyo labda $4 au $6 au $8, na hiyo inategemea na maneno. Alafu kuna offline sasa, ambao offline unaidownload kazi, unakaa unaiandika, ukishaandika kwa kila peji moja utakuwa unakulipa $4 mpaka $6. Pia sio hiyo, kuna kazi ambayo kama wewe upo vizuri katika masuala ya Kiingereza, labda masuala ya grammar, kama na kucheck spelling, pia unaweza ukacheki spelling, ukawa sio typist, kazi yako wewe unaangalia tu zile spelling ambazo zimekosewa katika kazi ambayo ishachapwa, umeona. Pia unakuwa unalipwa $8, unaweza kulipwa $8 au $10 kwa kila peji moja ambayo inakuwa na maneno 2000. Mimi nadhani hizo ndio njia bora zaidi za kuweza kutengeneza pesa mtandaoni kuliko kutengeneza pesa kwa njia yani usifanye kazi yoyote, yani wewe ukae tu hivi, umeona, mtu tu install application afu mtu aje kulipa. Hakuna pesa ya namna hiyo duniani. Hizo ni pesa ambazo ni riski na pesa ambazo ni hatarishi. Lakini ukisema ufuatishe vitu YouTube, baadhi ya watu wao ndio hivyo wanashawishi, lakini ni jukumu lako wewe mwenyewe sasa kuangalia kwanza usalama wako kwa mwenyewe kabla ya kuweza kutengeneza pesa.
Kwa hiyo mimi nikwambie tu asante sana kwa kuangalia video hii, na nafikiri unaweza kujifunza kitu chochote. Nikukumbushe tu, hii ni channel ya Mitambo TV. Subscribe kama hujasubscribe ili endelee kujifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo kutakia tu siku njema. Mimi ni Faridi kutoka Mitambo TV. Nashukuru sana kwa kuangalia video yangu.